Unafuata nini hapa? Hebu njoo. Shemeji, mbona una roho mbaya sana? Katika dunia sijawahi kumuona mwenye roho mbaya kama wewe. Wewe unajua ulichokifanya? Wewe kumwacha dada yangu kule, unakuja unaishi huko. Au umekuja unakaa na demo ndani afu unamwacha dada kule na mtoto wako. Wewe unajiona uko sawa kweli? Shemeji, tuzungumze taratibu, usipige kelele tukapata watu faida. Mbona tunaweza tukazungumza kistaarabu tu? Sio kuwapa faida. Wewe umezingua. Wewe unajua kabisa una familia. Mtoto yule anahitaji mahitaji yule. Au umefikiria wewe ulivyomzalisha tu ndio ushamaliza? Wewe miezi miwili ya kutuzimia simu tunakupigia upatikani. Au ndio ulitublock? Mimi nimekuelewa shemeji. Nimekuelewa kila kitu. Alafu sitosha, mimi sio kama nimekimbia familia, sijakimbia. Bali kuna shida nilipata katikati, matatizo hapa. Ushaelewa? Hata hivyo simu yangu nayo ilikuwa imepotea. Kwa hiyo nilishinda kukutafuta. Kwa hiyo please naomba. Sikia. Mimi sihitaji kuongea kistaarabu. Mimi nimekuja hapa kukwambia wewe kwamba kule umemwacha mtoto. Inabidi urudi uende ukafanye nini? Ukatoe mahitaji kule. Nisikilize. Mimi nimekuja hapa kukwambia kwamba rudi nyumbani ulikoacha familia yako. Katoe mahitaji kama baba. Ila shemeji, kuna kitu ngoja nakuomba. Kama siku nyingine utakuja, usije hapa. Ukutane tu juu kwa juu, tumalize juu kwa juu. Usifike hapa. Nakuomba. Wewe unaniambiaje mimi nisija? Sasa sikia. Siku nyingine ukizingua, namchukua dada kule utakuja kuishi naye hapa. Wote mtakaa hapa. Jua langu linaanza na sala, moyo wangu hauna wasiwasi. Umasikini wangu si mwisho wa safari, ni darasa la kunipa nguvu ya ndani. Umasikini wangu haufuti thamani yangu. Si ulisema umjui yule? Mama, si ulisema umfahamu yule kaka? Imekwaje leo umemtoa pembeni umeenda kuzungumza naye? Naongea na wewe Momo. Nimesikia kila kitu ulichomwambia Momo. Wewe sio kunifanyia hayo ulionifanyia. Kwa nini hukuniambia mapema kama una familia? Hivi unajua Momo, nilikupenda sana Nilidilika kumwacha mpenzi wangu Ansi wa mwanzo, nikakufuata wewe hapo. Ni mapenzi yangu kwako Momo, si kingine. Kwa nini ulinificha haya yote? Momo, naongea na wewe. Ungeniambia mapema ningejua cha kufanya kuliko hiki ulichonifanyia. Umeniumiza sana. Nimeumia sana Momo kiukweli. Nilikutegemea, nilijua wewe ndio unakuwa unaanzisha familia na wewe ndio utakuwa mume wangu wa maisha. Lakini leo kimetokea nini? Niambie chochote Momo, usikae kimya. Naomba niambie chochote. Niambie kwamba hiki ninachokiona ni ndoto. Momo, umejua kunitenda. Umeweza Momo.
sauti za ndani zinaniliza, hata nikinyamaza moyo unalia. Bi mkubwa vipi? Hiyo tabia imeanza lini mwanangu, unanishikashika huku? Alafu mimi sikuelewi ujue. Mimi sikuelewi hizo pigo mwanangu. Bora unishike kwingine, sipendi unishikashike bwana. Mwanangu silalamike sana. Kinga. Bi mkubwa vipi babu? Wewe hujui kinachoendelea? Unakuja na bora yaani afadhali ulivyonishika huku kuliko ulivyonishika hapa. Kwanza mimi sasa hivi sikuelewi kabisa. Sikuelewi. Mimi nishaanza kuona wewe una tabia mbaya. Una tabia mbaya. Niambie, wewe unanishikaje bega mwanangu? Unanishikaje bega? Unajua kabisa vitu sasa hivi watu wanachukua ndonga. Wanachukua. Niambie. Sasa ungeniambia sasa bila kunishikashika, sasa unanishika bega maana unanishika huku. Ungeniambia bana Mkinga, njoo tukae tuongee hapa. Haya tukae basi tuongee. Mwanangu Mkinga. Kaka hapo Kilomo leo ya pili hapa nyumbani hajaonekana. Sijui mwanangu yuko wapi. Na nakutuma wewe Mkinga uende ukawaambie marafiki zake. Wamwambie Aisha sitaki kumuona hapa nyumbani kwangu. Sitaki kabisa, sisi tuna mawazo yetu. Sio anakuja hapa anachanganya. Tena akome kabisa. Asija. Sitaki kumuona. Bi mkubwa ni hayo tu. Ni hayo tu. Sasa kwa kuna maana gani mpaka uje unishike bega mara unishike huku? Si ungeniambia tu bila kunishikashika. Ungeniambia bwana Mkinga fanya hivi na hivi na hivi, basi angeisha. Mwanangu bwana lazima nikushike. Vipi kwani? Wewe unakuja umesimama tukusomi, yani unakuja unajishikashika vipi bwana? Ongea basi kilichokuleta hapo kama kuna kunyamunya tu bwana yangu pia tushavurugwa sisi. Sasa mimi mama kanituma. Kanituma kaniagiza. Kaniambia yani kiustaarabu tu. Kaniambia mkome kama pakome. Unatakiwa mkome. Tena komeni kweli kweli mkome. Wewe sikiliza nikwambie kitu kimoja. Yule unakuja maskani, kwanza unakuja unajishikashika, unajua wenzio wanavaa pini puani, wewe unavaa kwenye miwani. Una akili kweli? Alafu sikiliza nikwambie kitu kimoja. Sikiliza, bibi wako sikasema tukome. Unajua mimi mpaka natumwa hapa naagizwa hapa. Ina maana yule mtu mzima ana maana yake. Si ndio hivyo? Huyu hapa alifanya fujo huyu. Alimtuma yule demu wake, yule si ndio demu wake, si nani yule Aisha yule. Akaenda kufanya fujo wakana kujua yeye. Kwa hiyo mpaka ananiagiza hapa ana maana yake. Kwa hiyo komeni jamani. Jamani komeni. Mkome? Oho. Sikiliza. Njoo kuna wewe. Naenda kumwambia bibi wako. Kwa hiyo nije na mimi unitume tena kwa bibi wako. Ufikishe taarifa kwa bibi mkubwa wako. Baridi, mimi sikijumbe. Njoo. Sawa, mimi sikitoroli. Mimi nakuja bwana. Kwa hiyo mbona unachikabega sasa? Tulia chini basi wewe bwana. Sasa sio mnishike bega bwana. Tulia nini bwana? Wewe unatoka nituliza mimi. Mimi nauliza hivi. Tulia kwanza. Sitamuumiza wanangu. Wewe simama kausheni kwanza. Sitamuumiza taratibu basi. Potea. Potea basi. Jua langu linaanza na sala, moyo wangu hauna wasiwasi. Umasikini wangu si mwisho wa safari, ni darasa la kunipa nguvu ya ndani. Hivi Ansi, wewe mbona unafanya kama mtu mdogo? Wewe sio kielewa kitu gani? Nimeamka tena mapema, sahani mezani. Sikiliza mwanangu, nikwambie kitu kimoja. Yaani kitu hichi ambacho mimi ninachokulaumu wewe,
Yaani kwa nini utoke hapa? Unajua washikaji wangu wapo, utoke hapa uende kwa mwanao kwa dogo kule kwa Mponda umchukue, uondoke. Yaani unijifanyie maamuzi bila kushirikisha wakali vipi kwani? Umesikia? Basi nikwambie kipande. Mimi nimetoka hapa nimempata yule dogo Mponda. Lengo langu kwa mimi anielekeze. Nifahamu anapoishi Hansi wapi. Tushanaelewa vizuri. Mimi baada ya kufika pale dogo naomba kaanza kuita ubishi, unaona? Mimi nikamkanda dakika ya mwisho. Nikamlazimisha hivyo mpaka kwa Hansi naomba tukafika. Kufika pale mimi nikaja nishapajua kwa Hansi. Kwa hiyo kinachofuata sasa hivi naenda kulipua kibanda cha Hansi na kumaliza basi. Sasa mimi hapo nimekosea wapi? Sikiliza mwanangu, nikwambie kitu kimoja. Yaani wewe umezingua, yaani swala la kutoka hapa kwenda kule maskani hapo unashindwa kushirikisha wakali, kwani inakuwa vipi? Wewe unazingua mwanangu, mpaka mimi natokea dakika hii nafikia kumai, ndio nafikiri inakuwa vipi mwanangu? Wewe umezingua mwanangu unavyokuelekeza. Sasa mimi nimezingua wapi hapo? Umezingua, unatokaje kwenda kumkanda mkali hapo wewe unashindwa kushirikisha wauni, inakuwa vipi yani? Wewe unasemaje sasa? Unazingua babu, usifanye vitu kama hivyo. Wewe sikiliza nikwambie. Vipi mshamba nini? Kausheni. Sabdai, kausheni basi wanangu. Hapo mambo mengine unajua kuzungumzika tu mwanangu unajua. Anazingua wewe mshamba. Bali malumbana wanangu. Mambo mengine kuzungumza au unazungumza tu taratibu bila kulumbana wanangu mshamba. Kausheni basi wanangu. Hata nikilia machozi yakikauka, nitapaza sauti, dunia itanisikia. Unajua mimi sijakuelewa bado. Wewe umeniambia tutoke ndani, nikusindikize naenda nyumbani. Tangu asubuhi kwa hapa. Then tumetoka ndani, tumekaa hapo naambia tena tukae chini. Mimi najua mwanzo nikikaga naye. Mimi najisikia tukae wote tu, naenda sichokai. Lakini wewe unaniambia tusoge kwamba nisindikize nende nyumbani. Kwa hiyo unaenda nyumbani turudi ndani nikusindikize au unaenda mwenyewe? Yani sijakuelewa hapo katika pointi gani. Nitaenda tu mwenyewe. Kwa hiyo unahitaji nikusindikize. Wewe acha tu mikutoe mpaka hapo. Nyanyuka sasa twende. Nyanyuka twende. Umasikini wangu si mwisho wa mimi, moyo wangu haujafunga safari. Nitaanguka leo, kesho nitasimama. Mchanga ukiwaka, mimi nitapanda juu. Umasikini